Naongea hivyo moyoni mwake kwamba yani hebu andika kuanzishwa kiungu. Ukiwa katika moto huo huo, ukiwa katika spidi na hali hiyo hiyo, andika kuwezeshwa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye Mungu ambaye ni zaidi ya vyote. Okay. Mtu mmoja asimame. Mkisimama watatu wote tushuke chini, abaki mmoja. Mtu mmoja asimame. Okay, amesimama pale mtumishi wa Mungu Jeremia. Jeremia, mko wangapi? Mko wangapi kwenu? Umezaliwa wangapi? Au mtu akikuuliza mko wangapi unajibuje? Mko 8. Kama mtumishi wa Mungu anajibu anasema tuko 8. Yamkini na wewe una majibu ya kusema kwamba tuko 2. Kwa mfano mimi binafsi tuko 2. Nina mdogo wangu. Wewe labda mko 5, mko 6, mko 7, mko 10. Whatever, idadi yoyote. Lakini neno linatuambia Mungu yuko mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko mwenyewe. Kama yuko mwenyewe, maana yake hana tabia za kufanana na wewe. Kwa sababu una ndugu zako 5, 3, 2, unazo tabia za kufanana na ndio maana kuna watu mahali walikuona wakakupigia saluti wakidhani ni afande, wanampigia Doto, kumbe wanampigia Kulo ambaye yeye anaita abilia stendi ya Nyegezi. Unanielewa kile nasema? Kwa hiyo sisi kikawaida tunafananishwa na tabia za watu fulani. Yamkini tumetoka tumbo moja au tumefanana. Umetoka hapa ukaenda Morogoro ukakutana na mtu mwingine anafanana na mimi, ukasema huyu ni kama Pastor Revo. Lakini neno linatuambia Mungu yuko mwenyewe. Na kama Mungu yuko mwenyewe, maana yake chochote anachokifanya Mungu anakifanya akiwa anatengeneza misingi yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaanzisha biashara alipoishia baba. Unaweza ukaanzisha biashara alipoishia dada. Unaweza ukawa na mawazo ambayo hayo mawazo ni kwa sababu ulipewa na wazazi. Lakini Mungu anapoanzisha jambo, anaanza mwenyewe kwa sababu yuko peke yake. Utanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, kuanzishwa kiungu maana yake kuanza na Mungu katika chochote kile unakianza. Na kwa sababu Mungu yuko mwenyewe, haanzi kufanya biashara na mtu katikati. Wanaanza mwanzo na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuthibitisha hilo, angalia wale watu ambao walipata mali nyingi walipokuwa nje na Mungu. Walipoingia ndani ya Mungu, Mungu alipotaka kuwabariki kwa vya kwake, alianza kuondoa vile vya kwanza ambavyo havikuwa na msingi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni tabia ya Mungu kwa mtu yeyote. Sasa leo nataka nimfunue Mungu kwako kijana. Umuone Mungu kwamba yeye ndiye ambaye anastahili kuanza kwenye maisha yako. Kama unasoma, maana yake misingi yako ya elimu lazima uiweke juu ya Mungu. Kama wewe ni mtu fulani, ule ufulani wako unaotegemea, usiwanze huo ufulani kwa kuona baba aliniambia. Usiwanze huo ufulani kwa sababu nimeona mtu fulani alifanikiwa kwa jambo hili. No, anza kwa sababu Mungu ndiye ambaye atakufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuanzishwa kiungu maana yake kujenga misingi yako yoyote na Mungu. Na msingi ukiharibika, okay, tufungue kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Ona Mungu anavyoanza kufanya shughuli hapa. Mwanzo 1:1. Neno la Mungu linasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo mwanzo sio elimu. Mwanzo sio biashara. Mwanzo sio dini. Mwanzo sio baba wala mama. Mwanzo sio watoto.
Biblia inatuambia kwamba hapo mwanzo nani? Hapo mwanzo nani? Hapo mwanzo Mungu. Kwa hiyo yeyote atakayekwambia ilianza dini yangu, hamjui Mungu. Yeyote atakayekwambia hii biashara nilianza nayo miaka na miaka, hajamjua Mungu. Maana chochote ambacho kilianza kilikuja baada ya Mungu kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye maisha ya ujana ni maisha ambayo ndipo mtu anaanza kuishi yeye. Ulipokuwa mtoto uliishi kwa maongozi ya wazazi. Unapofika kwenye lika la ujana unaanza kujitafasiri wewe ni mtu gani, na unapoanza zile hatua zako Mungu anaanza na wewe kwenye lika la ujana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaanza na wewe kwenye lika la nini? La ujana. Maana anajua hapa ndipo ambapo huyu mtu ana maamuzi ya kunikubali mimi kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hapa mara ya kwanza alikuwa anakuja mahali pa ibada kwa sababu wazazi wake wananiabudu. Mara ya kwanza alikuwa anafanya hiki kwa namna ya kuashiria ananipenda, ila kwa sababu alikuwa na nguvu nyuma inamsukuma aweze kufanya vile. Lakini unapofika umri wa ujana huo ulionao, Mungu anataka hapo aanze na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kuanzishwa kiungu, maana yake Mungu anakupa mtaji wa kuanza nao. Okay. Watu wengi tumefikiri kwamba mtaji ni fedha ya kwanza unayoanza nayo biashara. Mtaji ni nguvu ya kwanza unayoanza nayo jambo. Mtaji ni kile cha awali. Lakini ngoja nikwambie, ukikaa na kutafakari, kuna siri utaiona. Unahitaji kuanza hiyo biashara, hata kama hiyo fedha uliyotaka kuanza nayo biashara iko keshi kwenye mikono yako, bado kuna maneno utayatamka ya kukupa ushindi kwenye ile biashara, na huo ndio mtaji uliojificha. Kuna mtu ameelewa hiyo sentensi? Okay, ninataka nianze biashara milioni hizo 5. Nimepewa milioni 5 tayari ziko mkononi mwangu. Ngoja nikwambie, hautaenda kwenye biashara moja kwa moja. Kuna maneno utayatamka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno utayatamka. Yale maneno ndio huo mtaji. Sio ile keshi. Ungekuwa unaweza na unaamini unafanikiwa, ungeenda pasipo kusema chochote. Lakini kuna vitu unaongea ukiwa na milioni 10 yako mkononi. Kuna maneno unayaongea, yale maneno ndio mtaji. Kwa hiyo Mungu anapotaka kukuanzisha, anataka kukute ukiwa hauna kitu, moyo wako ni mtupu, ili yeye aanze kujenga misingi yake ndani yako. Na misingi ya Mungu ikijengwa ndani yako, unafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake kwenye nini? Kwenye mwamba, ambapo upepo wa kisulisuli, gharika na mvua zikija hazitaweza kufanya nini? Sawa. Tumezoea na tumeona kwamba Mungu anastahili kuanza na sisi tukiwa tumejitanguliza hatua fulani, ndipo tunamtaka Mungu. Lakini tulikuwa tunikosea hapo. Mungu anataka pale pale unaanza, tamka kodi zinazomhusu yeye. Na ndio maana neno la Mungu kitabu cha Zaburi sura ya 11 mstari wa 3, neno linasema kama msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Msingi ni mwanzo. Msingi ni chanzo. Kama chanzo kikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Na vyanzo vya vijana wengi kwa hakika haviko salama, kwa sababu hatukuanza na nani? Na Mungu. Lakini tukikubali kuanza na Mungu, tukikubali Mungu akae ndani yetu kama vijana, neno la Mungu ambalo limeandikwa kwamba nitawabarikia, ile baraka itathibitika. Bwana Yesu asifiwe. Ile baraka ambayo imetajwa itathibitika kwa sababu msingi wako uko imara, umeanza katika nani? Katika Mungu. Mungu haanzi biashara juu ya biashara. Mungu haanzi biashara juu ya biashara. Muda ni mchache sana. Ngoja nikupeleke haraka haraka, ila naamini utanielewa kwa sababu tunaye Roho anayetusaidia kufunua haya.
Sasa Mungu anachokihitaji ni location. Mungu anazo bidhaa. Mungu ni mfanyabiashara. Mungu anachokihitaji, anatafuta mahali gani apate flame, aweke biashara zake, aweke bidhaa zake, auze. Na ukumbuke mahali ambapo Mungu atapanga, au kama una flame yako utakuwa shahidi wa haya maneno. Ukimpangisha mpangaji, kama ni mwenye saluni, atatoa lile geti la mabati, ataweka vioo pale mbele, si ndio? Ataanza kutengeneza chef room ndani pazuri, patapendeza, atachange mpaka rangi. Kwa hiyo uwe na uhakika Mungu akipata eneo la kuanza biashara yake, ataleta mabadiliko makubwa kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mahali gani Mungu anapatafuta? Mungu anapatafuta mahali gani? Mungu anatafuta mahali penye chanzo. Mungu anatafuta mahali ambapo akiweka vya kwake vitaanza kutibuka, mahali penye chanzo. Sasa unaweza ukasema mtumishi, sasa flame how? Mbona sina flame? No. Mungu anajua unalo eneo kwenye maisha yako, ameliweka, na hilo eneo analitumia kwa ajili ya kufanya shughuli zake. Maana kanuni ya Mungu, yeye ni mfanyabiashara. Ngoja nikwambie, tunahubiri injili, lakini kanuni ya Mungu hapa tupo kwenye business. Haleluya. Tupo kwenye nini? Kwenye biashara. Maana yake Mungu ametuagiza tufanye kazi. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kazi, na kwa kazi hii Mungu anatulipa. Bwana Yesu asifiwe. Hayuko mtu ambaye Mungu atamwacha, atatulipa. Na hiyo ndio tafasiri ya sisi kusimama ndani ya jukumu au kusudi. Kwa hiyo Mungu anapokutazama wewe, anakuona kama location. Anakuona kama sehemu ya uzalishaji wa biashara, bidhaa zake. Kwa Mungu anapotaka kuanza na wewe jambo, anaondoa vyote ambavyo uliviamini na ulivipanda kabla ya pando lake, ili aanze kufanya ambavyo vitampa yeye utukufu. Akiendeleza pale ambapo ulianza napo awali kabla ya yeye, hata utakapopata matokeo utahisi yale matokeo hayakutokana na hiyo nguvu ya Mungu umeipokea. Bwana asifiwe. Utaanza kuona kumbe yule Kalumanzila ambaye nilienda kumwambia kwamba nisaidie niwe wa kwanza darasani, ukaanza kupata ufaulu mzuri, utahisi ni yeye amekusaidia. Na ndio maana Mungu anakuja anakufundisha na anaweka msingi wake ndani yako, ili utakapoanza kuyaona matunda useme ni Bwana amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Niwaambie vijana, katika muda ambao unatakiwa umkubali Mungu aweke msingi kwenye maisha yake, ni muda huu. Ambao huu muda ndo muda ambao hata adui anatamani aweke vya kwake vingi apate matokeo mengi. Lakini neno linasema kwamba, kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23 anasema kwamba anasema moyo, anasemaje? Linda sana moyo wako, maana ndiko zitokako nini? Chemchemi za uzima. Kwa hiyo moyo ndio kiwanda cha kufyetua vitu vizuri. Lakini mahali popote panapotokea kitu kizuri, hapo ndiko mahali ambapo panaweza kutokea kitu kibaya. Watu wanasema usafiri ambao ni salama kuliko aina zote za usafiri ni usafiri gani? Usafiri gani? Kuna usafiri wa aina ngapi? Wanafunzi tuko hapa. Ngoja kwanza, mnanichanganya hadi mimi. Namba 1 usafiri wa anga. Namba 2 usafiri wa nini? Wa majini. Majini au majini? Tuongee Kiswahili wapendwa, tusiongee Kiha. Majini au majini? Majini. Usafiri wa maji. Maji. Ambapo meli, sawa, nimeelewa. Maana unasema majini, wale ambao wanayeyuka usafiri wa ungo mkaanza kuorodhesha hapo. Hapana. Usafiri wa anga, usafiri wa kwenye maji, usafiri wa nchi kavu. Nchi kavu ndio mpaka reli, si ndio? Kwa hiyo ziko hizo 3. Sasa katika hizi aina za usafiri, tunaambiwa usafiri ambao salama kuliko mwingine ni upi? Usafiri wa anga. Ndio usafiri ambao ni salama kuliko usafiri wote.
Lakini tukienda katika madhara, usafiri gani ambao ni hatari kuliko usafiri wowote? Wanga. Jibu tumerudi pale pale, si ndio? Maana yake chochote kile ambacho kina faida kubwa kuliko ndicho ambacho kina hasara kubwa kuliko. Maana yangu ni hii. Mungu anatuambia moyo, linda moyo wako, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Maana yake kumbe usipolinda moyo, hapo ndiko kwenye chemchemi za nini? Za kifo. Usipolinda. Si tumekubaliana kwamba chenye faida kubwa ndio chenye hasara kubwa? Kinyume cha uzima. Kwa kumbe mahali ambapo Mungu anataka afanyie shughuli zake, aanze kufanya shughuli zake, ni mahali ambapo kuna chemichemi. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla Mungu hakuumba ulimwengu, ukisoma huu mstari wa pili kitabu cha kwanza kabisa, sura ya kwanza Mwanzo, mstari wa pili unasema hivi: nayo nchi ilikuwa kiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ilikuwa juu ya uso wa maji. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kabla Mungu hakuanza kufanya chochote, palikuwa tupu, palikuwa ukiwa. Mungu anataka ajenge msingi mahali ambapo hakuna chochote kilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama kuna kitu kilifanyika mahali hapo, Mungu anataka declaration yako, ukili wako, anza kutamka kutoka katika ile misingi ya kwanza, ili Mungu aanze misingi yake ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Na Mungu anapojenga misingi ndani ya moyo wako, chemichemi zitakazotoka pale hazitazaa mauti, zitazaa uzima. Maana Mungu sifa yake na asili yake ni nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo katika watu ambao tunatakiwa tufanikiwe sana ni vijana. Katika watu ambao tunatakiwa tuyaoneshe matokeo ya Mungu makubwa ni vijana. Na tunawezaje kuyaonesha? Ni kuzitambua siri, ili tumpe Mungu nafasi ya kujenga misingi yake ndani yetu. Na moja ya siri ya kuitambua ni hii: kumpa Mungu moyo wako, ili aweke shefu ambazo anataka afanyie biashara zake. Mungu kimkabidhi moyo wako, atautengeneza vile anataka. Kama anataka kufanya biashara ya unga, atauza unga humo ndani. Kama anataka kufanya biashara yote, ataifanya, kwa sababu wewe umemkabidhi yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na hakunaga biashara ya Mungu ina nini? Ina hasara. Kwa namna moja au nyingine, unanielewa mtu wa Mungu? Kile nakusemesha unakielewa? Roho Mtakatifu anakusaidia kuelewa. Kuna mahali Mungu akusaidie kuelewa, kwa sababu iko siri katika moyo wako. Iko siri katika moyo wako. Mungu anapotaka kuanza na wewe, anaangalia moyo wako umekaaje. Na kama ametambua moyo wako una msingi mwingine, hawezi kujenga pale msingi, hawezi kuendeleza ile biashara. Bwana Yesu asifiwe. Anachokutaka, anakutaka wewe uanze kuondoa hiyo misingi, aanze kutengeneza misingi yake. Kwa kuanzishwa kiungu, manake ni kufanyiwa promotion za Mungu ndani ya maisha yako. Na Mungu ndiye ambaye anatoa mitaji. Roho Mtakatifu tusaidie tuelewe. Mungu ndiye ambaye anatoa mitaji ndani ya watu. Mungu kawaida yake, maisha yake na ya kwako, Mungu anaishi kesho wewe ukiwa jana. Unapokuja kesho, unakuta Mungu amekuandalia ile kesho, inakuhudumia, sio no. Bwana Yesu asifiwe. Ile kesho ipo kwa ajili ya kukuhudumia, maana imeshatengenezwa njia, yameshaondolewa makando kando, vimeshaondolewa vizingiti vyote. Maana aliye mwisho, aliyetangulia na akafika mwisho, anaporudi kukwambia pita hapa, maana yake tayari anajua wale maadui wote tayari amefanya nini? Amekwisha kuwaondoa. Kwa unapita mahali ambapo ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kawaulize wana wa Israeli. Wametoka nchi ya utumwani, wanaenda nchi ya ahadi. Walifika kule, Mungu aliwatumia watu, walijenga nyumba ambazo wao hawajui gharama zile nyumba zilijengwa kwa gharama gani. Kwa Mungu ni Mungu ambaye anajenga misingi ndani ya mtu. Mungu ni Mungu ambaye anatengeneza mtaji kwenye maisha ya mtu ambaye anaukubali moyo wake kuufungua. Na hakuna eneo lolote lile ambalo Biblia inatamka Mungu kuhitaji sana kama ile eneo tulilonalo sisi, lika, ujana.
katika eneo ambalo hatutakiwi kummisi Mungu ni hili eneo. Wewe mwenyewe ni shahidi wa vita yanayoendelea unapokuwa peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye tunakuona hapa sio wewe. Wewe ni yule ambaye ukikaga nyumbani peke yako, room peke yako, yule ndio wewe. Sasa jiangalie ulivyo. Jikumbuke hapo dakika moja ujione ulivyo ufai. Unajiona vile ambavyo ulikuwa unatenda ukiwa peke yako, yule ndo nani? Ndio wewe. Kwa unaweza ukajijua kwamba moyo wangu unaongozwa na nani katika kujijua kwa staili hiyo. Na sio kwa ajili ya vijana tu, hata kama mtu mzima unajielewa, kaa peke yako jiangalie. Utaona kabisa hapana. Mchungaji mmoja kauliza akasema hivi, mwanaume yoyote ambaye yuko hapa ambaye anasema kwa kweli natamani binti yangu akikua aolewe na mwanaume mwenye tabia kama za kwangu, ainue mkono juu. Wanaume wakaangaliana. Hamna. Mwanangu aolewe na mtu kama mimi. Haiwezekani. Haiwezekani. Hata kwa dawa haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu anajijua. Muda huo ambapo anyoshi mkono kala suti yake. Unaelewa kile nasema? Muda huo ambao hanyoshi mkono amekula tai yake nzuri. Lakini anagoma kwamba binti yake asije akaolewa na mwanaume mwenye tabia kama za kwake. Kwa kumbe unajua kwamba huyu mtu anajikataa akiwa mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ni yule ambaye unakaa naye sirini. Bwana Yesu asifiwe. Haya makoti haya yasikudanganye. Haya makoti yanaweza yakawepo lakini fungu la 10 halitoki. Haya makoti yanaweza yakawepo lakini hakuna utakatifu ndani yake. Lakini unapokuwa sirini, kile ambacho unakifanya hiko ndicho ambacho kitakupa matokeo hadharani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka maisha ya ujanani. Biblia ukisoma imezungumza sana kwa habari ya ujana. Ujana wako uwe kielelezo. Na ndio maana ajenda mbaya zote za adui zinapotoka kuzimu kwenye vikao vya adui na jopo lake, wanapokaa kupanga ajenda zao, mahali pa kwanza kuzipeleka ni mashuleni. Hapo ndiko mahali pa kwanza kupeleka adui ajenda zake. Ajenda za ushoga zinaanzia mashuleni. Ajenda za usagaji zinaanzia mashuleni. Ajenda za ulawiti zinaanzia mashuleni. Kila siku nasikia mwalimu fulani, mwanafunzi fulani. Ngoja nikwambie, kwa sababu ndiko mahali ambapo watu wanaanza kujitambua. Ndiko mahali ambapo watu wanaanza kujenga misingi ya maisha yao. Kwa hiyo wanajua ili tufanikiwe miaka 10 ijayo, lazima hapa tuweke mbegu. Unaelewa anasema mtu wa Mungu? Lakini ndivyo ilivyo Mungu na yeye anachokitaka. Ili apate matokeo makubwa miaka 10 ijayo, Mungu anakutaka huo umri wako miaka 20, 18, 15 aanze kujenga misingi yake ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani Roho Mtakatifu akufunulie namna ya kuona moyo wako jinsi ulivyo. Hauwezi pasipo msaada wa Mungu. Ili leo uanze kuona kwamba unahitaji nguvu ya Mungu ikusaidie. Maisha ya kawaida tumeishi, tumeyachoka. Tunatamani tunapoingia katika nafasi serikalini, tuwakute watu ambao wameshiba injili, na wanaposikia ajenda za Mungu zimeingia kwa ajili ya kupata kibali serikalini, kwa sababu toka ujana wake alikuja PWCCT Mwanza hapa Nata, akamsikia Mungu anahubiriwa na Mungu akampokea. Anapokaa kule akisikia ajenda ya Mungu imekuja, inahitaji kibali serikalini, na yeye yuko kwenye nafasi ile, hasiti kupitisha kwa sababu anajua Mungu anakwenda kupata utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tutakuwa watu ambao tutateseka vizazi na vizazi kama sisi ambao vijana tuko mahali hapa mashuleni, hatumtaki Mungu atusaidie. Tukikaa katika zile nafasi, hatutazikalia kwa amani. Wasiofaa watakaa pale na kazi ya Mungu itakuwa ngumu. Hebu ashumu wewe ni waziri wa mambo ya ndani. Anakuja mchungaji, wewe unampenda Mungu kweli kweli, labda ni mwinjilisti. Anakuja mchungaji anataka kufanya registration ya huduma. Kuna maswali utamuuliza wewe. Sio nimwambia tu mtumishi, huduma yako inahusiana inamwamini Yesu? Atakwambia ndio. Inaamini Roho Mtakatifu? Atakwambia ndio.
ubatizo maji mengi naamini ndio. Okay. Ngoja hapa nikupigie muhuri utembee. Sasa unakutana na anakuambia mbona makanisa mengi sana Tanzania? Wewe na kanisa lako linaitwaje? Mimi kanisa langu Makoroboi Church. Makoroboi Church? Hapana, ashushwe. Sawa ashushwe. Shushwa. Lakini ukikaa wewe ambaye Mungu ulianza kumjua toka ujanani, hautakwamisha kazi ya Mungu mbele. Mfanye Mungu awekeze ndani ya moyo wako leo. Haya maneno yakupe mwanzo mpya na Mungu ndani yako leo. Natamani tunapokutana miaka 5 mbele, uwe umekaa mahali unaendelea kumtafakari Mungu na unatunza utakatifu. Anza kumtafuta Mungu kwa siri. Ngoja nikwambie, kama ulivyo na shauku ya kusoma science, artist na vitu vingine hivyo, hebu anza pia kumtafuta Mungu katika maarifa. Mungu hakuwahi kumwacha mtu ambaye anamtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumempenda Mungu, tunamuona Mungu, tunamwamini Mungu, tutamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tusikubali kukaa katika hali ambayo haitaleta matokeo kwenye maisha yetu. Lazima tukubali kwamba Mungu anatengeneza mioyo yetu ili ifae kumpelekea utukufu wa jina lake. Mungu anatengeneza mioyo yetu ili ifae kumpelekea utukufu kupitia makusudi ambayo ameyaweka kwenye maisha yetu. Na waandikieni vijana kwa kuwa mna nguvu. Neno la Mungu linakaa ndani yenu. Mmemshinda? Kuna mtu ambaye hapa katikati yetu hapa na miaka 60 hapa hayupo. Neno la Mungu, kijana akilipokea katika roho na kweli, matokeo atakayoyapata ulimwengu utashangaa. Na hapa siri nyingine, Mungu akianza kufanya kazi na wewe, haufi mapema. Bwana Yesu asifiwe. Habari za kufa mapema sio mpango wa Mungu endapo unaliishi kusudi la Mungu. Kwa sababu ni wachache ambao wanaishi kwenye makusudi ya Mungu. Na ili uwe na uhakika kama kweli unaishi kwenye kusudi, kuwa na uhakika wa kulisema mahali popote, bwana ndivyo lilivyo. Bwana asifiwe. Yaani ndivyo lilivyo. Mtu atakuona unakufuru kwamba hujui siku yako ya kufa, mwambie wewe ndio umjui Mungu ninayemtumikia. Paulo anasema mimi ninakwenda kuonesha nani? Mungu ninayemjua. Mungu ninayemjua, unakuwa na uhakika kuambia watu nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata nani? Kristo. Sio mfuateni maneno yangu, acheni nini? Matendo yangu. Sasa wewe. Paulo anasema nifuateni mimi kama ambavyo mimi namfuata Kristo. Maana yake ana uhakika na Mungu anayekaa naye sirini. Ana uhakika na Mungu anayemtafuta anapokuwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe kiu ya kumtafuta sirini. Mungu akupe shauku ya kumtaka sirini. Mungu akupe muda wa kusema na yeye sirini. Mungu akuamshe usiku mtafute kwa maombi. Mungu akupe masaa mawili ya kulisoma neno lake. Mungu akupe nguvu na shauku ya kumtafuta mahali popote unapoisikia sauti yake. Mungu akupe moyo wa kutii maelekezo yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninatamani mno tukutane mahali unamhubiri Kristo. Ninatamani tukutane mahali unaishi maisha ya ushindi. Ninatamani tukutane mahali shuleni kwako wanakutolea mfano. Hebu kueni kama mtu fulani, kueni kama kijana fulani. Moyo wangu unatamani mno. How do you feel? Mwalimu anaposema kwa nini haamui kama mwanafunzi fulani? How do you feel? Kwa nini unajisije mtaa unaposema kwamba hivi, hebu angalieni mbona kama haamui kama kijana fulani? Wewe unajisije wakati huo unajua kabisa kinachonipa hii heshima ni namna ambavyo namtafuta Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unajisikia vipi? Sasa kwa nini unahisi hauwezi kufanya hayo mambo? Ni kwa sababu umemiss kuulinda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Umemiss kuulinda moyo wako. Muda wangu umeniishia. Lakini nikwambie wewe kijana, Mungu akupe neema ya kumhofu yeye
dunia haikupi nafasi hata sekunde moja ya kumhofu Mungu. Dunia inakuchagulia mpaka maandiko ya kutetea uovu wako. Unaingia kwenye mitandao ya kijamii, unafungua website ambazo hazifai na una relax. Unaangalia mwanzo mpaka mwisho, umerelax. Ngoja nikwambie, hiko ndicho ambacho dunia inatamani ukifanye. Lakini Mungu anatamani unapoingia kwenye mitandao ya kijamii ujifunze namna ambavyo watumishi wa Mungu wanamhubiri Kristo. Kama shauku yako ni kumhubiri Mungu, basi ikutengenezee shauku maradufu ili uweze kuwa na hiyo kiu na hiyo hamu ya kuishi hivyo. Na ili eneo ni eneo ambalo vijana tunapigwa. Tusipoyazungumza ukweli madhabahuni, hakuna mahali utaambiwa. Mama yako akikwambia, kwa sababu na yeye ni wale hata kuambia kwa nguvu ya Mungu, lakini sisi tunakuambia madhabahuni ili uwe na uhakika kwamba tunachokisema ni nini? Ni kweli. Achana na website ambazo hazifai kwenye mitandao ya kijamii. Achana nazo. Kama unahisi hauwezi kumaintain hiyo hali, kaa na simu ya kawaida. Kunapunguza utakatifu kuliko unavyofikiria wewe. Unasema naingia dakika 20 tu hapo, bila picha ya kwanza imepita tu. Ukaangalia ukasema hamna, sio dakika 20, naongeza hapa nusu saa. Hapa naendelea. Unajikuta unafunua nyingine. Unamkliki huyo mtu umeone page yake yote. Unaanza kufungua, ndio huyu. Unaenda kwenye nini? Inbox. Na mambo. Na sasa hivi mtandaoni kila mtu anaongea Kiingereza. Hello. Hi. Ngoja nikwambie. Kama tusipokuwa na akili ya Kristo, hiyo ni mbinu ya adui kufifisha nguvu ya Mungu ndani yako. Kama usipokuwa na akili ya Kristo, ni mtego wa adui kufifisha maono ya Mungu kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Lakini hiyo mitandao ya kijamii ambayo inasemwa kila mahali kwamba imeharibu watu wengi, hiyo ndio fursa kubwa ya kumhubiri Kristo. Maana tumesema kwamba chochote chenye faida kubwa ndicho chenye hasara kubwa. Chochote chenye hasara kubwa ndicho chenye faida kubwa. Kama mitandao ya kijamii kwa asilimia 99.99 imeharibu maadili, imeharibu namna uzuri wa watu, imeondoa utu, imeondoa nini? Hiyo ndio nafasi pekee ya kumpeleka Mungu kuliko maelezo. Bwana asifiwe. Wakati adui anakusudia kutengeneza mbinu za kuangamiza, wewe unapanda juu ya zile mbinu, unaanza kushinda na kushinda na kushinda. Unasema yes, uliandaa mitandao ya kijamii ili kuninyonya nguvu ya Mungu. Mimi naingia kwenye peji za watumishi wa Mungu, najifunza maneno ya Mungu. Nitakuwa mhubiri mkubwa kama ambavyo huyu unamwona anahubiri. Nitakuwa mtoaji mkubwa kama ambavyo huyu ameweza kutoa. Nitafanya mambo makubwa kama huyu alivyoweza kufanya. Ngoja nikwambie, adui anakuwa amekurahisishia kazi. Sasa macho yako kwa sababu hayana Roho Mtakatifu, unasema hapa ndo unapotelea hapo. Hapa. Unaangalia afu unafuta. Bando linaenda kweli. Haifai. Kama kijana haifai. Na kitakachokutoa hapo sio hiyo akili yako, maana ulitamani hata wewe mwenyewe kwamba uwezi. Yaani ulitamani kwa kuacha, lakini unafanya nini? Unashindwa. Kwa kitakachokutoa hapo sio hiyo akili ambayo unafikiria kuanzia leo nitaacha. Najua tu unafikiria kwamba nikitoka hapa mtumishi amesema, mimi naenda kufuta picha zake zote na kuanzia leo anikome. Unaweka na nini? Na status. Na nyimbo zenu, kuna nyimbo zenu mnawekaga, kuna vipindi mkivipitia, kiko kipindi kinaenda na nyimbo. Si unajua Kipindi kikiwa kizuri kina nyimbo yake nzuri, kipindi kikiwa cha majonzi kina nyimbo yake. Na uzuri nyimbo zote zimeimbwa. Kwa hiyo hakuna nyimbo ambayo haina ujumbe wa kumpelekea mtu ambaye umemkusudia. Kila tukio duniani lina wimbo wake. Taja tukio nikutajie wimbo. Kwa hiyo ukipeleka picha yake, unaona pale na kanyimbo kanapiga chini. Ukapeleka picha yake, unaona kanyimbo. Kwa hiyo unakusudia kabisa kwamba mimi nikirudi. Kuna kama mfano kimoja nilikaona mtandaoni. Binti anamwambia kijana, kwa kweli hapa tulipofikia naomba tuishie hapa. Sihitaji tena kuanzia leo usinijue. Kijana akasema, "Je, uko wapi na vipi?" Kwamba akamjibu akasema, "Okay, hivi chips mayai ikauke au alimwambia hivyo ikauke au isikauke sana?" Binti kasema kwamba tuachane kuanzia leo. Kijana anasema, "Chips mayai ikauke au isikauke?" Ikauke na soda.
Na mishikaki mingapi? Yoyote hapo wewe weka. Mission fail. Mission nini? Mission fail. Maana mpango wako wa kuachana naye umeisha na mmeanza mapenzi upya. Kwa maana lile adhimio la moyo kwamba Mungu umenipa shauku, kwa sababu tunatumia nini? Akili. Sasa tunatoka kwa kumaanisha kuanza taratibu. Bwana asifiwe. Kuanza taratibu, kustadi neno la Mungu, kulisoma neno la Mungu. Neno la Mungu ukilitafuta kwa namna fulani, Mungu anakupa maelekezo ya vitabu vya kupitia. Bwana asifiwe. Unaweza kuona ni akili yako, lakini unasoma neno ambalo linagusa maisha yako yote. Unaanza kuliishi taratibu. Ile kiu inaondoka, kwa sababu kinachokutoa hapo sio akili. Paulo anasema hivi, lile ambalo sitaki kulifanya sio analifanya, anasema amejikuta tayari. Yani ukisema sio analifanya, maana yake anaenda kwa akili zake. Anajikuta tayari, yani akimaliza unasema nimekula fungu la 10. Bwana asifiwe. Kwa anashtuka akiwa tayari kamaliza. Na lile ambalo anakusudia kulifanya alifanya. Kwa hiyo unakusudia kwa shauku kutoka ndani ya moyo wako kwamba mimi hapana, nataka niishi maisha matakatifu. Kama ile shauku ulionayo ukiwa msibani mnafukia mtu, unavyosema kuanzia leo, kama amekufa Joni kafa, unapiga na ukuta kama Joni amekufa. Mimi nasema kwenye mimi nikirudia tena mimi kusema uongo sijui. Ukishuka tu kwenye kituo cha daladala unakutana na mtu anakudai tayari. Kesho nakupa hela yako. Una wakati wa kupata 100 hiyo kesho. Tayari. Umetoka msibani kuzika ukasema kuanzia leo, kama watu wanaokufa na ukimwi ndio wanakufa vile na kilo 2, mimi Ashura, Maimuna, wote kuanzia leo. Ukifika nyumbani unaandika Ashura. Yani sijui nisemeje. Niambie baby, kwa kweli nakupenda. Ulichokusudia umekiandika umekifuta, umetuma ujumbe mwingine. Hayo ndo maisha ya ujana. Na ni maisha ambayo si maisha ya kumtaka Mungu. Si maisha ambayo Mungu anayakusudia uyaishi. Bwana asifiwe. Mungu anakusudia uishi maisha ambayo neno lako unalolisema unalisimamia. Sizitaki hizi. Ndio yenu na iwe, hapana na iwe. Sasa wewe ndio yako ni ndio kweli? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wangapi wanazitamani nguvu za Mungu? Inua mkono wako juu. Wangapi wanatamani badiliko la Kristo liingie ndani yao? Wangapi wanatamani msaada wa Mungu wasaidie kuyashinda mabaya? Wangapi wanatamani kuyaona matokeo ya Mungu kwenye maisha yao? Neno la Mungu linasema hivi, mtakeni Mungu na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kinachokufanya uweze kustruggle kwenye hali yoyote, power. Bwana asifiwe. Nguvu. Kinachokufanya ushinde mahali popote, nguvu. Una nguvu hupiti popote pale, hupiti. Hata ukapige chuma afu uone kama utapita geti la jeshi, hupiti. Maana nguvu ya power ni tofauti na nguvu ya strength. Chapia Yesu makofi ya jangwe. Okay. Umemaliza form 6, umeenda chuo, umepata degree yako, masters yako. Mimi na darasa langu la 4 nimemaliza, nikaitirafiana na wazazi, nikaachana nao. Nikaenda zangu gym, piga vyuma kweli kweli. Vyuma kweli kweli, mwili ukawa John Cena. Tunaenda kuomba kazi, wewe umekosa kazi ofisini ukasema bana kazi yote ni kazi. Tunaenda club kuomba kazi ya nini? Ya bodyguard pale mlangoni. Wewe una masters yako. Mimi na la 4 na vyuma. Wewe una masters na vyeti. Tunaenda kuomba kazi. Nani anapata kazi? Vyuma. Si ndio? Aise. Roho Mtakatifu atusaidie mno. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Natamani
Shuleni kwako mthibitishe Mungu. Kwenye ujana wako mthibitishe Mungu. Huo sio ujanja ndugu yangu. Hayo maisha sio ujanja. Kweli pendeza, vaa vizuri, kuwa handsome, kuwa sijui nani cute, lakini moyoni mwako awepo Yesu. Usianze kuwa handsome kwa sababu Maimuna bila kuona umenyoa hiki akutaki, kwa hiyo unaenda kukifanya nini? Kukishevu. No. Shevu hivyo, lakini ndani ya moyo wako awepo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Paka wanja, vaa mawigi vile utakavyoweza kuvaa, lakini sio kwa sababu ya mtu fulani, kwa sababu ya jambo fulani. Paka unavyoweza ili upendeze, lakini moyoni mwako Yesu amejaa na amekunenepesha, na utayaona matunda ya Mungu kwenye maisha yako. Hakuna atakayethubutu kuudandia ujana wako, iwe ni kijana wa kiume, iwe ni kijana wa kike. Yeyote yule ambaye Mungu amejaa ndani yake, hakuna limama litamtaka, hakuna fataki atamtaka, maana Mungu atakuwa amemjaza maneno yake yenye nguvu, na utakachokisema chochote kinatoka na nguvu ya Mungu kumrudia yule mtu kumwataki. Bwana asifiwe. Yaani wewe ukikataa, unakataa mkavu, hauna Mungu ndani yako, lakini anayekataa ambaye anasindikiza na Yesu, anakataa kitofauti. Wewe unafikiri jiwe la kumpiga Goliati lilimpiga wewe, jiwe lile na Goliati mbavu ile, unafikiri angeondoka kwa jiwe moja namna hiyo? Maana lile jiwe lilikuwa na nguvu nyingine nyuma yake. Bwana asifiwe. Neno unalolisema sihitaji kufanya uovu huu nimkose Mungu wangu, hilo neno linaenda na mashambulizi kwa huyo mtu. Anajisikia kulauliwa moyo wake, anajisikia kuto kukusogelea tena na hata kusumbua tena. Lakini leo anasema hapana, jioni anakutafuta tena. Kesho anasema hapana, kesho kuta 5,000 imeingia. Mtondogoo 10,000 imeingia. Kesho kuta imeingia 30,000. Naambia uko wapi nije? Lakini aliyejazwa Roho Mtakatifu ndani yake akisema hapana, Mungu anasema hiyo hapana yako wewe umetamka, mimi na support. Bwana asifiwe. Unapomtamkia mtu anasikia kuhukumiwa, anajisikia kupigwa makofi, anajisikia yani huyu mtu sitarudi tena kwake. Mungu atuwekee hiyo spirit ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo mafuta ya kukupa ushindi namna hiyo yanatafutwa sirini. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mafuta yanatafutwa sirini, mtu wa Mungu. Unazitamani hizo hatua, lakini anza kustadi maneno ya Mungu. Anza kushiriki ibada. Chochote kile kinachomhusu Mungu, anza kukifanyia kazi. Ukiwa na umri wako huo, uwezo wako ni kiasi fulani, fanya kwa uwezo wako huo. Kwa kadiri unavyoendelea, Roho Mtakatifu alivyo mwaminifu, anakuongezea nguvu. Unashangaa unaanza kuyaweza na mengine ambayo hayakuwa size yako. Unashangaa Mungu anakupa maagizo uyafanye. Unajikuta ufahamu wako Mungu anaukuza kiasi ambacho popote pale Mungu anajitolea utukufu ukisimama. Hawatakuangalia umbo lako, watamwangalia Mungu wako. Hawatasikia maneno yako, watasikia shuruti ya maneno ambayo yanatoka moyoni mwako, maana umembeba Kristo mzima. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, hatupigi hatua yoyote kama hatuna Mungu ndani yetu. Hii semina ni tupu kabisa. Hii semina ni bure kabisa kama hatujahitaji kubadilika kibinafsi. Unakuwa waziri wa nchi, una Mungu ndani yako. Unakuwa mbunge, una Mungu ndani yako. Nakwambia hivi, historia yako ya kazi hakuna atakayeweza kuifuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wanamtamani Mungu wa namna hiyo? Wangapi wana shauku wa Mungu wa namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kesho mahali hapa kuna ibada kubwa. Nikwambie hili neno kwamba kuna ibada kubwa. Na hiyo ibada watumishi wa Mungu wataachilia nguvu mpya ndani ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguvu itakwenda kukusaidia kuyaweza mambo ulikuwa uwezi. Wewe sio mdogo, wewe sio mtoto. Mungu anakuona unaweza ukaleta matokeo kwa eneo lako na kwa umri wako huo. Bwana asifiwe. Unajikadiria wewe, lakini Mungu hakukadirii hivyo. Wewe ndio unajiona na miaka 15, Mungu anakuoni hivyo. Jicho la Mungu, jamani, sisi tumefundishwa namna ambavyo Mungu anatutazama sisi. Bwana asifiwe. Mungu hatutazami kwa miaka hiyo unaojiona wewe. Mungu anakutazama kama wewe ni mtumishi wake. Na hiko pekee ndicho ambacho kitakupa heshima. Kwenye Bible tunasoma watumishi wa Mungu walitumika wakiwa wadogo. Daudi kipindi anapaka mafuta alikuwa na miaka mingapi? Mbona
17. Huyo 17 anapaka mafuta nini? Ya kifalme. Maana tayari heshima iko kwake. Japo hakukaa kwa muda huo, ila tayari amefanya nini? Amepewa hiyo heshima. Maana huyu ana uhakika wa kuishi pasipo kufa mpaka atimize hilo lengo la kuwa mfalme. Bwana asifiwe. Kwa chochote kitachomkuta Daudi, hata kama akienda vitani, anasema hivi vita naenda kwa sababu sijawa mfalme, ila na mafuta ya kifalme, sitakufa vitani mpaka nikalie kile kiti cha nini? Cha kifalme. Kwa hiyo umri wake haukuzuia mchakato wa Mungu kumpeleka mahali ambapo alistahili kukaa. Sasa kwa nini unajikadiria? Hivyo hivyo na uzuri wako ulionao, mtake Mungu ajae ndani ya moyo wako. Hivyo hivyo na weusi wako ulionao na weupe wako ulionao. Na hivyo Mungu alivyokuumba, mtake Mungu ajae kwa wingi ndani yako. Watu hawatakuangalia ni black namna gani, hawatakuangalia ni white namna gani, hawatakuangalia ni mfupi namna gani, hawatakuangalia ni mrefu namna gani, hawatakuangalia umejaa ni mnene namna gani, mwembamba namna gani. Watakachokiangalia umebeba nini. Kikawaida sio rahisi kumtandikia punda mataji, kanga, vitenge, punda apite. Wewe unafikiri ni rahisi? Kwani si alirudi yule punda? Alivyorudi hawajamrushia mawe? Wakati anaenda walitandika nini? Kwa nini walitandika vitenge? Punda. Kwa sababu alimbeba Yesu. Kwa unapokuwa umembeba Yesu ukitembea hivi, hawakuangalia unafananaje, hawakuangalia wewe upoje, watatandika vitenge. Bwana asifiwe. Watakupa heshima kubwa. Na siku utamwacha Mungu, utafukuzwa, utakataliwa kila mahali, utanyoshewa vidole kila mahali. Mpigie Yesu makofi ya shangwe. Muongezee tena Bwana Yesu makofi. Simama pale ulipo kwa miguu yako. Simama ulipo kwa miguu yako.